Serikali ya Mali imethibitisha rasmi kuanza kutekeleza mfumo wa visa wa kulipizana kwa raia wa Marekani, hatua inayozidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Bamako na Washington kuhusu sera za usafiri, uhamiaji na kile Mali inachokitaja kama kutokutendewa haki kwa wamiliki wa pasi za Afrika. Hatua hii inafuatia uamuzi wa tarehe 30 Desemba wa mamlaka ya mpito ya Mali kusitisha utaratibu wa kuingia bila visa kwa raia wengi wa Marekani. Uamuzi huo ulitokana na Marekani kuimarisha masharti ya visa na safari kwa raia wa Mali na mataifa mengine ya Afrika, jambo lililoanza kutekeleza mwezi Desemba mwaka uliopita. Kwa kutekeleza sera hii mpya, Mali imeweka wazi kuwa raia wa Marekani sasa wanapaswa kufuata masharti yale yale ambayo raia wa Mali hukutana nayo wanapotaka kuingia Marekani. Serikali ya Mali imesisitiza kuwa hatua hiyo inazingatia kanuni za kulipizana, ikilenga kurekebisha kile inachoona kama ukosefu wa usawa katika mifumo ya kimataifa ya uhamaji. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 2 Januari mwaka huu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali ilieleza kwa kina namna masharti hayo yatakavyotekelezwa kwenye mipaka na katika balozi zake. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, vizuizi vitawahusu kwa ujumla raia wa Marekani, lakini kutakuwa na misamaha michache katika hatua hizo. Raia wa Marekani wanaoishi Mali kwa kudumu, wale wenye visa halali tayari, wanadiplomasia, wanamichezo pamoja na watu wanaosafiri kwa maslahi ya taifa la Mali wataruhusiwa kuingia nchini humo kwa idhini maalum kutoka kwa serikali ya Mali. Uamuzi huu wa Mali umeibuka katika mazingira mapana ya upinzani unaoongezeka barani Afrika dhidi ya serikali za visa kutoka Marekani na Ulaya. Katika miaka ya hivi karibuni, Marekani imepunguza muda wa uhalali wa visa, kuongeza kiwango cha kukataliwa kwa maombi na kuimarisha uchunguzi kwa waombaji kutoka mataifa kadhaa ya Afrika, ikitaja sababu za uhamiaji haramu, usalama na kukaa zaidi ya muda unaoruhusiwa katika nchi husika. Mali, ambayo kwa sasa inaongozwa na serikali ya kijeshi iliyojitenga kwa kiasi kikubwa na washirika wa Magharibi, imeathirika zaidi na sera hizi za Marekani. Maafisa wa Mali wamelalamika mara kwa mara kwa wanadiplomasia, wanafunzi na wafanyabiashara wao kukumbana na ucheleweshaji au kunyimwa visa za Marekani hata kwa safari rasmi. Kwa kuanzisha masharti yake ya kuingia nchini, Mali inatuma ujumbe kwamba sera za visa haziwezi tena kutumika kama chombo cha shinikizo cha upande mmoja. Serikali ya Bamako inaeleza hatua hiyo kama suala la uhuru wa taifa, ikisisitiza kuwa ikiwa raia wake watakabiliwa na vizingiti vya kusafiri kwenda Marekani, basi raia wa Marekani nao wanapaswa kukabiliwa na masharti sawa wanapoingia Mali. Hatua ya Mali inaendana kabisa na mwenendo unaoibuka katika baadhi ya mataifa ya Afrika. Nchi kama Burkina Faso, Niger na Malawi tayari zimewahi kuchukua au kutangaza hatua za kulipiza dhidi ya mabadiliko ya ghafla ya sera za visa kutoka mataifa ya Magharibi, huku mataifa mengine kama Nigeria na Afrika Kusini yakitoa onyo la kidiplomasia bila kuchukua hatua kali. Kwa ujumla, uamuzi wa Mali unaashiria mabadiliko muhimu katika siasa za uhamiaji barani Afrika, ambapo mataifa yanaanza kutumia sera za visa kama chombo cha kusawazisha nguvu na kudai heshima sawa katika mfumo wa kimataifa.